zilikuwa hivyo venye zimeenda, si timia ni malaya ama this is clear evidence. This is clear evidence. Nje wewe ni malaya. Ni malaya. Si atuwe si malaya. You've been married to me all these kulala tu nje one time ni malaya. Unataka mimba behind the scene. And it appears to ladies only. All these years. Hello guys, welcome back to my YouTube channel Manzena. This time around niliamua nitafute zile fupi guys, and before I forget today, mtu akikucheza please try usimrudishe kwa maisha yako tena. Once tabia imeanza kuiacha ni ngumu, na akifaulu ya kwanza ujue ya pili kujaribu itakuwa ni ngumu. So wanaume, mkipata demo na kucheza X, na dem ukipata mwanaume anakucheza X, so wacha tukue faithful. So thank you for the support, by the way. Thank you for the new subscribers each and every day. Leo tumehit 600 subscribers. Thank you very much. For the new ones, pia subscribe. New people subscribe, like the video and share. So leo nilikuwa napitia video fulani kidogo, video fulani mzuri hivi. Nikashangaa guys. Hebu tu watch hii video. Yes. Imeandikwa deputy. Mwambia nini? Deputy. Vitabu vyote viliingia kwa maji. So, nitamnunulia vitabu Monday. Akamwambia, "Oh, understand the class teacher was that message from deputy has no books." The lady, yeah? But I also got a message from the head teacher telling me that I need to pay the fees. Kwani ulifanyaje? Akamwambia, "I was expecting to get a loan and pay the fees." Huyu ni head teacher, deputy akamwambia, "I was expecting to get a loan and pay the fee, but my application got rejected because I have not got my payslip since I was promoted to be a deputy." Head teacher akamwambia, "I will proceed the payslip with my bank, then get the loan and pay hiyo fee ya Kamau." Kamau is your son? My son, yes. Okay. Akamwambia, so the deputy is paying the school fees for that one's son. We agree that you will handle the receipt and that Kamau will not be sent home for fees. Akamwambia, "Tell the head teacher to relax. Roskoko inasimamia school fees." Akamwambia, "You are the deputy. Talk to him. Mimi nikishafanya part yangu, I don't have the money and my husband will be mad if he realizes I have not paid the fees." Akamwambia, "Can we meet on the weekend and talk? You told me you are pregnant." Ndio nimeona. "You told me you are pregnant and I want us to remove the baby so that we don't have the complication in the future." Akamwambia, "These messages. Nilisha kuambia mimba sitoi. Kwanza hebu." So the lady akona mimba already. "Fees ya mtoto utasort aje?" Sijui what usually happens. Dima akienda kulala nje tu kidogo anapata mimba now nje. It is your time to pay back. Akamwambia, "Truth be told, you did not give me anything because last night you just had your ovulation, so I was not enjoying na hizo red stains." Akamwambia, "Not enjoyable and you even licked it. Hebu sort mambo ya fees za mtoto na usiniambie tena mambo za kutoa mimba. My husband will care for the kid." Akamwambia, "No, that I love you, but we've to determine that the pregnancy, I don't want the child upkeep stories." That is the deputy. What? Deputy eating our wife's roskoko. That's why nimekuuliza whether you can handle that. Yeah. Na unaona alikuwa amedelete. Is this serious? Do you know that your wife is pregnant? Did you know that? I never knew that. Yani hii time yote. Yeah. Shit. Wala sasa kuna moto. Naitwa live. Samaritan amejitoa sasa.
Life can be beautiful and ugly. Life can be beautiful and ugly at the ongea na same bwanako time. Strategy ya kwanza hapo ndio ngori. Yeah, kuna kitu ya kuniambia yote. Kitu gani? Kitu gani? Hujasikia kile nimesema? Sisi nimewacha mkaenda kuongea huko. Oh, So Dema anajifanya hakuna kitu anajua. so tumejuana for how long? Mbona unaniuliza swali kama hizo? Wajibu swali. Ninakuuliza. 15. Mbona unaniuliza? Mimi nishai kudanganya kitu mimi? Na hizi mswali umetoa wapi? Hauna kitu ya kuniambia. Niambie saa hizi. Hauna kitu ya kusema. Si ndio? Dema anajifanya ajuke inaendelea. Si aseme mara moja story ishi. Niangalia tu. Every day ni kunidanganya tu na nidanganyaga, si ndio? Kila siku. Ati nakudanganya. Ati unaenda. So hujainidanganya, si ndio? Anakudanganya, anauza rose coco kwa deputy. Kutoka kwenye umeenda mimi sijui umeenda kuambiwa nini. Ni personally mimi kudanganya. Nakwambianga kila kitu. Kwa nini? Yaani all this time mimi nadhania haya, ile pesa ya fees ulifanyia nini? Ile pesa ya fees ulifanyia nini? Pesa ya fees nilipia mtumishi. Ulilipa? Ulilipa? Si alikuwa fukuzwe, so nikaenda nikalipa. Nilikosa nilitumia bank. Nilitumia Equity Bank. Nikamlipia. Nililipa. Ulilipa? Yani you just keep lying to me. Yani bado haija click kwa akili yako. Haya. Ni nini hapa? Anashangaa tena. Oh, unajifanya hujui sasa, si ndio? Sasa ameshikwa. Kuna kitu anazaruka hapo tena. Ati si yako. Ni ya nani kama si yako? Si yako, si ndio? This guy, you need. Manze. Ladies. Are you pregnant? Ona vile sasa unaniangalia ni kama umeona shetani. Are you pregnant? Bado anakataa na message inasema. Yaani hii miaka yote, all this time mimi nang'ang'ana, napigwa na jua kidogo, hata ni karibu nipigwe na wezi huko nikijaribu kutafuta pesa, and then this is what you are doing to me. Ati si ati hivyo. Even if I mshinde mkidiscuss, just go. Ati si vitu za ukweli. Niko tunaandikia tu. Usinidanganye please. Unaandikia. Usijaribu kunidanganya. Huyu anakubeba ufala, just go. Sababu sasa hizi vile kunaendelea utaona kitu jayoona sasa. Yani you are pregnant. They never change, by the way. Once a lady starts cheating, hata hiyo time unatoa wapi? Until life imgonge proper. Life ikimgonga na atarudi sawa. Unaenda kukaa na mwanaume mwingine, kwani wewe ni malaya? Babe, surely. You don't have to ask. Yeah, ni malaya. It's true. You don't have to ask her. You are pregnant. Unataka ujamaa anataka kutoa kwa nini bot? Then the most paining thing, ako pregnant na mimba si ya bwana yake. Together with him? Nani huyo? The deputy. Ati nani huyo? Sasa tena unataka kunidanganya mpaka saizi. Already the truth is here. Hakuna kitu unaweza nidanganya. Look at this. Look. Babe, at least sometimes wewe hakuna kitu ya kuunderstand. Hapo hakuna kitu ya kuunderstand. True. Hapo hata hakuna kuelewana, just go man. Bro, go. Nini? Ama mpige mangumi. But sahi maisha sahi. You've cheated on me. Chapa ni kazi bro. Just go. Mimi hata sijai. I have not even looked at a woman nikafikiria kulala naye. Nimekuwa tu kwa kazi. All the time kazi. Unadhania kulipa rent ya huko hivi ni kazi rahisi? Na nini tena hivi nakwambia, just go, leave that fucking girl alone. Ati pole. There is no apologies here. You're in a relationship with the deputy?
What is happening between you and the deputy? Mimi nakwambia mahali imefika. Hebu muongeleshe. Hakuna kitu ananiambia. Mimi sitaki kuona tena. Usinishike. Sasa yani all this time ino tabia yako sasa. Samaritan ka chonjo. This girl seems to attack you. So you speak the truth. Speak whatever is it. Na muexplainia nini na messages ziko kwa simu yako? No, what is there? Ni vitu gani hizo na vitu ziko kwa simu yako? The lady is about to attack you, so fikiria tu kitu. Fikiria nini hiyo? Hapa ni kufikiria kitu. Unafikiria this is making up something. Let's be honest here. Unafikiria pregnancy. Unapima aje hivyo? Did you pay the school fees? Because inaonekana okay, who pays the school fees? Ni nani analipanga school fees? Ni mimi natoanga pesa nampatia aende alipe fees. Vizuri. Did you pay the school fees? Because that's where we are. Yani hii time yote school fees imekuwa yenu, si ndio? Si ndio? That's too bad. Hakuna kitu inaumanga kama hiyo. Hivi sana utani treat, si ndio? Nakuelewa aje? Can you be wewe kuwa in my shoes? Nimepata you are pregnant na umekuwa ukinifichia na umekuwa ukiiba pesa pia. Na hutaki kuniambia. Sasa hiyo ni nini? Hata labda umekuwa na wale majirani wetu huku hivi. Kwenda huko nini? Mimi utaniambia. Bro, hebu Mr. Key story zake. Just go. That's too painful. It is imeisha. Mimi sitaki story zako tena. Unasikia? Pole. Nini? Explain everything. Basi kama kuna kitu yote. Si ati vitu zilikuwa hivyo venye zimeenda. Si ati mimi ati ni malaya ama this is clear evidence. This is once clear evidence. Enjoy ni malaya. No malaya. Si ati wewe si malaya. You've been married to me. Dem kulala tu nje one time ni unataka malaya. utoe mimba behind the scene. And it appears to ladies only. All these years. Huyo jamaa anakuambia utoe mimba na wewe utaki kutoa mimba. Ulikuwa na plan nini na hiyo mimba? Man. Bro, sasa hata ukiangalia, do you feel like you qualify to take that nini? Yenye zawadi yenye nilikuwa nawapatia kweli? Hiyo atakaa tu because this is over manze. Acha hata niende. Let me give you my number then. My number is 0728988278. Just take my number. Take my number. 0728. Unajishika mdomo na unicheat. Fala sana. That's my number. Unajua hii kama si wewe wallahi singekuwa najua hii story. Unaona mimi nilikuwa nimejitolea kuwapatia zawadi vizuri. 0728 988278. Usinishike please. Usinishike. Just go. You can call me anytime. Nenda kumuona. Mwache. Hey, sasa amekaa kwa Samaritan. Run! Nako na mbio. Marcus huyo mtu asijaribu kutufunga. So guys, as in my message for you today was just, if a lady cheats, she will never change. Ni nini imemtoa kwako? Unajua, mimi nasemanga hivi, kama unanipenda ama kama unapenda mwanaume, kwa nini uchukue namba ya mwanaume mwingine? Unajua wanaume hatuna shida. Men we do approach people, but why accept my number if you are not interested in me? If you are okay with your marriage, kwa nini ukubali mambo ingine ambayo haifai? Ni nini inafanya usitosheke? Sometimes inakuanga so painful, so painful. But it's okay. How they decide, that's their own business. But I feel sorry for the man. So thank you guys for today's video. I appreciate your support, Manze. Keep on subscribing, keep on liking the videos, share with your friends, Manze. We are on road to 1,000 subscribers. Thank you for the support.